Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza kuwa imefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi dhidi ya kiongozi wa taifa hilo, Kapteni Ibrahim Traore, huku ikielekeza lawama kwa watu wanaodaiwa kupanga njama hiyo wakiwa nchini Ivory Coast. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali ilieleza kuwa mashirika ya usalama yaligundua harakati za njama hizo mapema na kuchukua hatua za haraka kuzuia mpango huo kutekelezwa. Jeshi letu limefanikiwa kuvuruga njama za maadui wa taifa waliolenga kuhujumu utulivu wa kitaifa na kumwondoa Kapteni Traore madarakani, ilisema sehemu ya taarifa hiyo. Huku uchunguzi ukiendelea, mamlaka zimesema baadhi ya watu waliohusika tayari wamekamatwa na wanaendelea kuhojiwa. Viongozi wa kijeshi pia wameeleza kuwa baadhi ya watuhumiwa wa mpango huo wanaishi uhamishoni nchini Ivory Coast, jambo linalozua mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo jirani. Kapteni Traore alichukua madaraka kupitia mapinduzi mnamo Septemba 2022 na tangu wakati huo amekuwa akiongoza taifa hilo lenye changamoto za kiusalama, hasa kutokana na mashambulizi ya makundi yenye misimamo mikali ya Kiislamu. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la taharuki miongoni mwa raia kufuatia fununu za uwapo wa mipango wa mapinduzi, jambo linaloilazimu serikali kuimarisha ulinzi katika maeneo ya kimkakati yakiwemo makao makuu ya serikali na vituo vya kijeshi. Taarifa hiyo imekuja huku Burkina Faso ikiendelea na juhudi za kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kupambana na vitisho vya kigaidi vinavyoikumba nchi hiyo kwa miaka kadhaa sasa. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kuendelea kuiunga mkono katika juhudi za kulinda mamlaka na uhuru wa taifa. Maafisa wa serikali ya Ivory Coast hawajatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo hadi sasa. Hii ni ripoti ya Mediawire Express na mimi ni Joseph Mwanawe Sangora.